Kwa sababu kwa sasa ndio watajikuta Watanzania wengi wametumwa kwenda Ulaya, sehemu nyingi za Ulaya, kukaa huko na kuhubiri. Na ni kwa miujiza na ni kwa pesa Tanzania, kwa sababu Mungu alisema kwamba nilipokuwa kwenye maombi ya miaka 7, 2002 mpaka 2009, siku 2556, masaa 7, yani maombi ya masaa 12. Ndipo Mungu akasema kuhusu Tanzania, akasema Afrika, akasema Kushi, kwamba jinsi atakavyoitumia. Kwamba wazungu wetu leo tunaenda wa Afrika wa Tanzania kwa pesa, kwamba kuja kuinua Tanzania kiuchumi kuliko maelezo. Anakuja kuinua kiuchumi kuliko nini? Ila kwamba hapa tunapipwa, litatokea tatizo hapa. Kwamba ambayo haijawahi kutokea. Hii tu ilikuwa ni mawingu, mvua inakuja. Hii ilikuwa ni nini? Hiyo ndio watamtafuta Mungu kwa machozi ya ajabu. Ndio Pentekoste inarudi. Wengi watajaa nguvu ya Mungu kuliko nini? Maelezo. Amen. Ninayeongea nani? Naitwa mchungaji Herman Andrea. Herman Andrea ni mjumbe wa Bwana katika huduma ya kinabii na ni mwombaji ambaye ni wale wanaozamia sana kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya kanisa la taifa, mwili wa Kristo. Nilikutana na Bwana Yesu nikiwa Dar es Salaam mwaka 77. Nikiwa za duniani na mzunguko wa maisha, nilikutana ambapo wakati ulikuwa bado kanisa lenye nguvu. Kwa nilimpokea Kristo Yesu wakati ule kupitia kanisa dhehebu la TAG. Na ilikuwa bado nguvu kubwa ya Mungu, kanisa lilikuwa halijagawanyika kwa wakati ule. Dhehebu lilikuwa halijagawanyika, ilikuwa bado nguvu ya Mungu kubwa. Nilibatizwa kwa maji mengi, nikajazwa Roho Mtakatifu, baadaye nikaenda kusoma chuo cha Biblia. Ndio nikatumwa na Mungu kuja kutumika kijijini Geita, kutokea maeneo ya kwetu Sengerema vijijini. Baadaye nilirudi kwenda kuwa Mwanza, kuwa Dar es Salaam. Kwa hiyo sehemu kubwa ya miaka ya nyuma nimezunguka na mzee Kulola kama mwenyekiti wake wa maombi. Kwa hiyo tumezunguka sehemu nyingi nikibeba vyombo na nini kama msimamizi wa maombi ya uinjilisti wakati wa mikutano. Kwa hiyo tumeendelea sehemu nyingi, Dar es Salaam, Tabora, Dodoma. Naona tumefungua makanisa na hiyo Sengerema na Geita, ni mimi ndiye niliyemleta. Yeye Moses Kulola. Mzee Kulola alikuwa hajui Sengerema wala Geita, yeye alikuwa kanaenda Bukoba. Alikuwa ni mtu wa kwa hiyo mwaka 84 ndio nikamleta. Naona kwa hiyo nimezunguka naye sana. Na baadaye sasa kazi ya Mungu ilipoanza kuwa kubwa ya uchungaji, ndio sasa nikabidi tu niwe namfuata tu Mwanza, labda amekuja Mwanza ndio inakwenda kuomba. Basi nikabaki tu na ofisi ya maombi binafsi na hiyo tumwa na Mungu na mambo ya kinabii. Kwa hiyo kazi rasmi ya kichungaji nilianza mwaka 81. Rasmi sasa kama mtumishi na kuwa na kituo baada ya kwenda kusoma. Na ninakumbuka kwamba nimenyoa nywele kwa mara ya mwisho mwezi wa 4 mwaka 84. Wakati tulikuwa tunafundishwa nguvu kubwa ya Mungu kwamba wana wa Israeli walisafiri jangwani miaka 40 bila nguo kuchaka wala viatu kuisha wala nini wakila tulipofundishwa nilikuwa na nywele za kukua haraka. Na mwalimu nani? Mwalimu aliyekuwa akitumika kufundisha. Ilikuwa ni wakati bado kanisa la wakati wali na nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Wanafundisha ile kweli. Sasa kwa wakati ule sasa ilikuwa bado injili inafundishwa na watu walikuwa na kiu ya kumtafuta nani? Ya kumtafuta Mungu kwa bidii. Kwa nikafundishwa nilikuwa na ile nywele ya kukua haraka kuna kwenda kwenye saluni ya mkasi. Unaona, kwa ndio nikafundishwa nikaomba kwa nguvu kwa siku nyingi na kumwambia Mungu nisinyoe tena na nisiwe na mvi, niponye.
Basi nilipoenda kunywa ilikuwa ni Pasaka ya 8 mwezi wa 4. Zilipoota ndio zikakomea hapa. Hazikuendelea tena. Ndio nikakumbuka kumbe Mungu ningemsia hata na ndevu. Ningemsia mpaka na meno. Basi kwa Mungu ni lile unalo hoja unayopeleka mbele yake. Ndilo analoweza kujibu. Ila wakati huo nguvu ya Mungu ilikuwa ni kubwa, ila tu ni changamoto nyingine ndio ikuta ni ya kuoa, ambayo kwa sababu nilikuwa nimekaa sana mijini, nimeishi Dar es Salaam, nilikuwa Buguruni, nimekaa mijini. Na nilipokuwa nikitumia kwenye maroli makubwa nilikuwa mara nyingi huko mijini mkoani, kwa nimezoea kula vizuri, nguo nzuri, maji yaliyochemshwa. Kwa nikaona kwamba kwa vijijini wakati ule watu walikuwa chini sana kimazingira na kielimu. Kwa nikataka kwenda kwa mjini lakini naishi vijijini, ilinipa changamoto. Kwa nikamwambia Mungu, ninahitaji mke wa mjini ambaye anajua kupika vizuri, watu wakija atawachemshia maji, atawanyoshea na nguo, ambaye anajua ustaarabu wa mjini. Ilikuwa ni ngumu sasa ukienda kuposa mjini kumleta kijiji unakata. Kwa hiyo ahadi ya Mungu ilichukua miaka 12. 12 ndio julika. Yaani kwamba unaweza ukaomba kitu kikubwa na kumbe na nguvu ya kukisubiri ni kwa mambo ya Mungu yako hivi kwenye maombi. Wakati tunakosea sisi wenyewe. Kwa mfano tulichukulia jambo la harusi, jambo la nini? Kijana naomba kuoa. Ndio nafikiri ni kitu kidogo sana, ndio maana utakuta kwamba ndoa nyingi zinavunjika haraka. Kumbe jambo analoliomba lile alipigia mahesabu kwamba mchumba akiwa mbali kwenda na kurudi itachukua gharama gani ya pesa kama ni nauli. Je, kama ni mwaka mmoja atakuwa amegharamika mara ngapi pesa? Alafu kuna mahali, kwa mfano mahali kuna nini? Mahali. Alafu kuna ile ya kwamba labda harusi imefika watakusanyika watu wangapi, ile shera itakodwa kwa kiasi gani, atakuwepo magari mangapi. Unaona? Sasa yeye anaweza kachukua kitu kizito, kumbe ingekuwa thamani ya vitu vya duniani. Ilikuwa ni pesa kwamba mamilioni kadhaa. Kwa sababu ni watu wa kodi waachishe kazi zao. Wakati mwingine kwenye ugeni wanakuja zaidi ya watu 200. Sasa wakodi kwamba kwa kila pesa kama kibarua kila kitu analipa kiasi. Na ile gari kuzunguka siku nzuri unanisikia. Kwa hiyo ndio anakwenda poa sana kwenye maombi. Kumbe kwamba kila kitu anachokiombea ni cha muhimu ambacho kwenye ulimwengu wa kimwili ingechukua thamani ya pesa. Kwa hiyo ndio kwamba kumbe na yenyewe yawe na nguvu. Sasa ni hivyo kwenye mambo ya maombi. Ni kama mtu anakwenda kwenye manunuzi, unasikia? Ya pikipiki, tuseme pikipiki ile bei ndogo ya pikipiki ya kwanza mara nyingi ni milioni ngapi? Labda 2 ama na nusu. Unaona? Akaenda na bei ya baskeli ya 100,000 ama na 20,000. Ukifundishwa mambo ya maombi kwamba anakwenda kwenye pikipiki ambayo inanunuliwa pesa nyingi, yeye anabeba 100,000 na 20 ya kununua. Sasa hata ndio na mambo ya maombi. Wakati mwingine hata gari ile kwamba labda gari ya kwanza ama ya milioni 20 ama na tuseme 26 ama 30 kwa 26 sio za 26. Anaenda na gharama ya Sanroji. Ya milioni 2 ama na 300. Unasikia sasa? Sasa na mambo ya Mungu mtu kwa sababu hajafundishwa sana pale. Sasa nilishaomba sijajibiwa. Kumbe ile nguvu yake ni ndogo kutokana kile kitu anachoomba, anachokihitaji kwa Mungu. Lile jambo analohitaji kwa nani? Hii sasa upana wa elimu ya maombi ya ufundishwe. Upana wa maombi. Na wengi sasa nataka kwamba kitu kimefika labda siku 2 3 ndio anaanza kuomba. Hapana. Kwenye Biblia inasema ombeni bila kukoma kwenye Wathesalonike na bila kukata tamaa kwenye Injili ya Luka. Kumbe unajua kwamba kuna kitu fulani nitakihitaji kwa muda fulani. Unaanza hapa mapema kwa siku nyingi. Na unamwambia Mungu niponye usingizi, niwezeshe. Mambo ya Mungu tunawezeshwa na Mungu mwenyewe. Mambo ya dunia tunawezeshwa na elimu ya dunia. Unanisikia? Na mtu anayesimia kama ni udreva, anayekufundisha anajua udreva. Unasikia? Kama ni bwana shamba kwenye kilimo, anayejua aliyesomea kilimo. Unanisikia sasa?
Kama ni ujenzi wa majumba, ni yule mtaalamu wa kujenga majumba. Sasa kwa hiyo utakuta anawezeshwa huko na anafaulu. Sasa mambo ya Mungu wakati tunatumia nguvu zetu za kimwili kwa kukosea mno. Inasema kwenye Tito, waraka wa Tito. Kumbe mambo ya Mungu yanatolewa na Yesu mwenyewe aliye nayo. Kwenye Injili ya Yohana sura ya 14, nilicho nacho ndicho amani yangu nawapeni, amani yangu nilivyo ndio niwapavyo. Nasikia. Na kwa Matendo ya Mitume, nilicho nacho ndicho. Kumbe tunamwambia Mungu, maana ndiye mwenye asili ya kuomba. Yesu, uniwezeshe kuomba. Maana Yesu ndiye mwenye asili ya nini? Unaidai ile nguvu. Nimefundisha watu kuomba siku 5, siku 6, 7 mpaka 8. Kuna waliojichochea nao wengi tu mpaka 10 bila kula na kunywa, na wakapata majibu makubwa kabisa mpaka watu wakashangaa. Kwa sababu Yesu ni muombaji, alifunga siku 40. Unanisikia? Kwa aliyevunja rekodi ya kufunga kwa wanadamu wote alikuwa ni Musa. Alikuwa ni Musa. Unanisikia? Musa amefunga siku 40 alipoenda mlimani kukutana na Mungu. Kukutana nani? Achonge vibao vya mawe Israeli amri 10, alikaa siku 40. Walipozivunja akarudi mara ya pili akafunga siku 40, maana Mungu alitaka kuwaua wote. Akafunga siku 40 ikawa 42. Akarudi ya 3 kuchonga tena mbao upya siku 40. Kwa hiyo zikawa 43. Wana wa Israeli walipoasi jangwani, walipoleta taarifa mbaya wale wapelelezi, tena alifunga siku ngapi? 40. Kwa hiyo Musa nabii kwenye Agano la Kale maisha yake alifunga siku 40 mara aina ambayo hayupo mtu mwingine. Unaona? Na alikuwa ni mtu wa 3 wa nguvu ya Mungu kwa uumbaji wa Mungu tangia Adamu. Tu wa nguvu kubwa ya Mungu ya kwanza alikuwa ni Adamu mwenyewe. Ambaye alitembea juu ya maji. Unasikia? Ukifundishwa hili somo, unaweza ukaambiwa kwamba kwa wachawi anapoenda safari, anatumia kachombo naye kuvuka mto ama ziwa ama bahari. Hana chombo hicho. Kwa sababu ule uwezo tu alionyang'anywa Adamu na Shetani, akawapa watu wake wachawi. Unasikia? Kuna Adamu kama hangekosea hatusingehitaji gari, tusingehitaji ndege kwenda Marekani. Unasikia? Ule uwezo aliokuwa amepewa. Aliokuwa amefanya nini? Amepewa. Ndio akanyang'anywa Adamu, likamnyang'anya Shetani, likawapa watu wake wachawi. Mchawi hahitaji basi wala ndege. Unasikia? Kwenye mambo yake. Amewezeshwa na nini? Na pepo. Kwa sasa mtu wa pili kwenye nguvu ya Mungu ndio Nuhu. Aliyemtii Mungu, aliyetembea na Mungu akamtii. Unasikia? Alikuwa akimuita simba njoo ingia kwenye safina, anaingia na anaamrisha, anaagiza. Mmoja wawili ni wawili, kama ni 7 ni 7. Wewe cobra ni nyoka hatai unauoga, anamwambia anatii. Kwa hiyo mtu wa 3 mwenye nguvu ya Mungu ndio alikuwa ni Musa. Alikuwa ni nani? Musa. Aliyekuwa na nguvu, alifunga. Kwa hiyo sasa ni hivi. Kwa Elia mtishi pia alifunga mara moja tu siku 40 na Yesu siku 40, ila walibaki waombaji sana. Kwa hiyo hii nguvu ukimdai Mungu, ukimdai nani? Mungu ya maombi anashusha. Kuna kitu sasa kwamba kuhusu maombi kwenye elimu ya dunia tuna watu wachawi. Wachawi kazi zao kubwa, ofisi yao ni usiku kwenda kuanga, na mchana bado amefanya kazi. Mchana bado amefanya nini? Anafanya kazi. Amefanya kazi kwenye familia ama ofisini ama wapi. Usiku yuko macho, mchana yuko macho. Sisi anayesema kwamba ni mtakatifu ama mteule, mchana amefanya kazi, usiku anasema nimechoka na sinzia. Wakati mchawi watu nani, Shetani watu wake amewapa kufanya kazi usiku na mchana. Unasikia? Makahaba wanafanya kazi usiku na mchana. Mchana yuko kwenye kazi za familia ama za ofisi ama nini, ila usiku anakwenda kustarehesha wanaume. Unanisikia sasa? Majambazi ni mchana na usiku. Wao kisinzia ni kidogo tu. Majambazi mchana yuko kwenye kazi, si ameajiriwa ama na shughuli za kujiajiri. Na usiku bado yuko macho kwenda kufanya uharibifu. Ila kwa watakatifu ni wase wanamcha Mungu, usiku anafanya kazi, mchana anafanya kazi, usiku ndio kusinzia sana. Ndio bahati mbaya. Kumbe kama Shetani alivyowawezesha watu wake akawaponya usingizi ili wafanye mambo yao, Mungu unadai uponyaji. Niponye na usingizi, niponye na nini? Na usingizi.
Kwa sababu muda wa mchana ni wa kuwajibika na majukumu ya familia. Muda wa usiku familia imetulia, ndio unaomba sasa kwa uhuru. Mungu amekuponya usingizi. Kumbe unaidai kwa sababu Yesu alikuwa muombaji na aliwaponya wana mitume na wote waliomwendea, aliwapa kuomba. Yaani umnyang'anye watu shetani, uvunje kazi zake shetani kwa sababu ni malaika aliyeasi. Inahitajika nguvu kubwa ya nini? Ya Mungu. Wakati Mungu anamtokea Musa, unasikia, akimtuma, hakumtuma kwa maneno. Alimpa nguvu ya kushinda na ya kuvunja kazi za Farao na ya kuvunja kila mamlaka yote ya duniani. Sasa leo Yesu wetu alipotutuma sisi tunaenda na maneno? Hapana. Yesu alipowatuma wanafunzi haikuwa maneno. Ndivyo Biblia inavyosema kwenye Wakorinto. Unasikia? Kwamba kuhubiri sio maneno, ila ni nguvu ya nini? Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Unanisikia? Kumbe sasa hatujui kuidai ile nguvu ya Mungu. Ile nguvu ya Mungu ikaje, una nguvu ya maombi. Na ile dhambi umeikataa kabisa, unamwambia Mungu, maisha yangu yote niwezeshe nisikutende nini? Sikutende dhambi. Kwa nini mimi nilipokuja lile la kuoa kwamba nahitaji mtu wa mjini miaka hiyo, na nitamsubiri Mungu. Nilisubiri ahadi ya Mungu mpaka miaka 12. Mpaka miaka 10 na ngapi? 12. Ndio Mungu akasema kwamba mama yuko Dar es Salaam, na akatuma mtu mwingine yuko Dar es Salaam. Japokuwa nilipofika amesema atakuja. Alikuwa anafanya kazi na yeye huko. Baadaye akaacha akaenda kufungua kanisa. Unaona? Anawaambia jamaa anakuja, lakini wakakataa kwa sababu ni mtu wa kijijini. Unasikia? Basi ndiye tulie naye. Kwa sababu nilichukua uvumilivu kibiblia, tunda la Roho kuvumilia. Na nguvu kubwa kwamba Mungu niwezeshe kufanya nini? Kuomba. Sasa kanisa la leo linataka mambo ya Mungu bila nguvu kubwa ya kuomba. Linataka mambo ya kimungu leo, unasikia? Hawapo safi. Kwa sababu kwamba kila naye mwendea Mungu hakikisha amejitakasa, umemwambia kusamehe. Waliomwendea Jehova Bwana, waliomba msamaha kwanza, wasamehewe. Kwa sababu walijua Jehova ni mtakatifu sana, kwamba Mungu anaanzia rohoni. Waliomba msamaha, wasamehewe. Ndio wakaingia mambo ya mwilini ya kuomba. Waliomwendea Yesu walikuwa wamefundishwa kwamba ni mtakatifu sana, na wao walianza kutubu kwanza. Hata Bartimayo, mwana wa Daudi, fanya nini? Unirehemu. Sisi bahati mbaya tukimwendea Mungu ni kufikia kuomba, ndio mambo yanakuwa magumu. Kwa sababu shetani kama adui simba na nguruma anashitaki, anaangalia udhaifu wetu. Kumbe unajitakasa kwanza. Biblia inasema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 3, na kila mtu mwenye matumaini haya hujitakasa kama yalivyo. Ndio unaanza kujitakasa. Mungu nisamehe dhambi zangu, usijihesabie haki. Hakuna mwanadamu duniani anayeweza kusimama na haki mbele zake kwa Mungu. Mwenye haki mbele za Mungu ni Yesu Kristo. Wengine haki tunaipata kupitia Kristo Yesu aliye nini? Mwenye haki. Unasikia? Kwa hiyo wakati unamwombea mtu yeyote muhitaji, awe mgonjwa, uanze kwanza kuomba msamaha wewe. Mungu nisamehe mimi mwenye dhambi. Nisamehe nitakase kwa damu ya Yesu. Asante Mungu. Alafu na yule unayemwombea msamehe. Mungu anataka kwanza msamaha. Unasikia? Sasa ukisimama wewe mtakatifu, ndio kwenye Injili ya Mathayo nasema heri wapatanishi wataitwa wana wa nani? Wa Mungu. Injili ya Mathayo sura ya 5. Unampatanisha kwa hiyo kuomba afunguliwe ni kugusa tu, mtu anakuwa huru. Sisi tunatumia nguvu kubwa ya kuomba wakati mwingine mtu hafunguki. Kwa sababu ya kutokujua mtiririko wa mambo yani ya kimungu. Kwenye elimu ya dunia kila kitu kinafuata mtiririko, hata kama ingekuwa kuiwasha TV. Kwamba ukishika remote wapi ubonyeze, alafu ikifunguka unaenda channel gani, unasikia? Tunafuata ule mtiririko. Ingekuwa unaendesha pikipiki kama bodaboda, na hiyo ina mtiririko wake. Na utakuta tu ni rahisi tu. Unanisikia? Kama ni unaendesha gari lina mtiririko wake. Ila si bahati mbaya, ni bora tunafanya mwisho kwa watu kushindwa kujua mambo ya kimungu kwa upana, ndio wakaingia kwa imani za maji na mafuta. Imani za maji na nini? Na mafuta. Unanisikia? Imani za maji na mafuta. Kwa kukosea kweli kweli. Aliyeianzisha ile imani ni mganga wa kienyeji.
ni mganga wa kienyeji. Na kwenye historia ya Wasukuma ya Tanganyika alikuwa anaitwa Mwanamalundi. Naona historia kuna makumbusho yake kule Mwanza. Unaona? Sasa huyo Mwanamalundi yeye alikuwa haonekani uso, alikuwa anavaa nini? Anavaa nguo nyeusi, amejifunika nyeusi, ila watu wanawaona. Ila tangia hapo hajainuka mwingine kama huyo kwenye nguvu ya kipepo. Sasa na huyu aliinuliwa na shetani ili kuliharibu kanisa la Mungu. Aliinuliwa na ili kuliharibu nini? Kwa hiyo waka anasema kwamba Mungu wa Wakristo ashakazeeka, ameishiwa nguvu, ila Mungu wake ndio ana nguvu, amekuja kuisaidia dunia. Unaona? Kwa hiyo ukienda pale, ile hoja ya kupewa ya kujieleza ni mambo matatu tu. La kwanza kabisa ni mafanikio, akutengeleze mafanikio hapo inalipwa kwa $5,000. Yani uanze kwa na biashara kubwa kwenda China, Dubai, India, nalipa $5,000. Unaona? Hawa TB Joshua si class wa Afrika ya Kusini na tunao hapa Tanzania na nini? Wabushire si na wanani? Walimjua wamechelewa. Ile kwanza kumjua ndio TB Joshua. Huyo mganga wa kienyeji. Unasikia? Kwa hiyo kwamba yeye ukipangwa zamu yako ya kufika na kuuliza umekuja na nini hapa. Kama ni mbegu za mahindi anaongea maneno machache tu anakuambia wewe kalizini, hapo hapo unaona mwindi unachipuka. Na hapo hapo tu anakuambia vunja ukale. Nasikia kama ni kuchemsha ama ni kuchoma ni hivyo hivyo. Kama ukinunua huko, kwa sababu huko ni baharini, ukinunua nani? Si nilienda Nigeria. Ukinunua labda mgomba wa ndizi mdogo, anakuambia wewe kapara kiomba ili aonyeshe nguvu zake kwako. Ya hapo hapo unaona ndizi na hapo hapo mkungu wa ndizi unaiva, nakwambia kata ukale. Sasa huko baharini kuna nazi. Ama unaenda kununua lile kroma la nazi leo tayari kupandwa. Akiomba tu, akiongea maneno yake machache anakuambia wewe kalizi. Hata kama nikianga ni hapo hapo nazi. Kama ni embe ni hivyo hivyo. Kwa hiyo aliinuliwa na shetani ili afanye nini? Kwa hiyo utamkuta amevaa rubega na anananizi nywele za rasta mpaka huko. Kwa hiyo hii pete ya dhahabu ndio wengine wasumbua pete ya dhahabu. Maji ya upako ndio wengi wanajua maji wanakataa, imani yetu sio maji. Unaona, ila zote ni $5,000, chumvi $5,000, sabuni $5,000, kitambaa cheupe kama alichokuwa anatumia Rwakatare $5,000. Sasa kitambaa unaambiwa ukipake mafuta ya simba. Na wewe sio unajipaka mafuta tu ili utishe kama simba. Ili mtu utakapomwomba nani, utakapomwambia toa kiasi fulani asikatae. Ila maji ya upako yanachanganywa na maji ya nani ya maiti. Unaambiwa kwamba nenda kule mochware, kwa walinzi wa mochware waambie waoshe maiti wape pesa. Na ndio maji ya upako. Sasa wengine kwa bahati mbaya anaona mtu anayatumia kwa yeye anaamua kuyatumia maji, ila asili yake hasa ni hivyo. Kwa hiyo ndio mwisho yakaenea mpaka mwingine ukimwambia anatumia mbona mimi siyatumia, kumbe ile yenyewe asili yake hasa ni huko. Unanisikia? Sasa kwa ile mafuta ya upako unaambiwa kwamba nenda mochware ukawanunulia wale wanani walinzi wa maiti. Sasa zile maiti za ajali ya mwanamke. Akukatia titi la mwanamke na sehemu ya asili ya mwanamke. Ukavichemshe. Uchanganya mafuta na yoyote. Ndio nguvu, yani ni ibada ya kipepo. Ndio nguvu inafanya kazi. Alafu sasa ibada hiyo wanayotumia hiyo hawaachani sana na uzinzi. Shetani Biblia inasema ni mungu wa duniani. Ni mungu wa nini? Wa duniani. Ni mungu. Si tunamwona kama ni rahisi. Ni malaika aliyeasi, aliumbwa kabla ya Adamu. Ana nguvu kuliko mtu yeyote duniani. Hakuna anayeweza kusimama mtu mbele ya shetani isipokuwa ni Yesu. Kwa hiyo ni hivi. Usiweme na Yesu, ukisoma na Yesu kwa nguvu ya ndio anakimbia. Sisi leo tunamkimbia shetani, kumbe yeye angetukimbia sisi. Sasa kushindwa watu kumtafuta Mungu kwa nguvu ndio ameingia kwenye hizi ibada. Shetani anajua Yesu anarudi, mtu hajui kwamba Yesu anarudi. Shetani amemsaurisha mtu kujua kwamba Yesu anarudi. Yeye anajua kwamba anarudi. Kwa hiyo ndio maana kwamba ameleta uharibifu mkubwa na kuleta imani za ovyo ovyo ili wengi waabudu wakijua naenda mbinguni kumbe hawaendi mbinguni.
Unanisikia? Kwamba changamoto kubwa kabisa kwa mtu ni mambo ya imani. Sikiliza sasa, mambo ya duniani, elimu ya duniani. Ukimuuliza mtu ulisoma, ulisha elimu gani, atakwambia nilisha elimu fulani. Ile ya duniani, nilisha elimu. Ulikuwa na uwezo gani shule, atakwambia shule nilikuwa na uwezo huu, nilikuwa napata maksi kadhaa, nilikuwa nakuwa ngapi kwenye mitihani. Somo gani lilikuwa linakushinda, kwa atakwambia somo fulani lilikuwa linanishinda, kama ni Kiingereza, kama ni hesabu, atakwambia. Sasa muulize mambo ya rohoni. Unasikia, kwa mambo ya mwili ni rahisi sana. Unaweza ukamuuliza hata mtu una miaka mingapi, akakwambia ina miaka mwili miaka kadhaa. Una uzito gani ukipima, kwa anakwambia ina uzito wa kilo kadhaa. Mwingine angekwambia hata grupu la damu. Afya yako anakwambia wakati mwingine uko na sumbuli ya malaria, mwingine anakwambia na sumbuli ya typhoid, ya kisukari, ya pressure. Hiyo ni elimu ya mwili. Ni rahisi kabisa hiyo mtu kujua. Ile ukimpeleka kwenye mambo ya roho. Ukimpeleka kwenye mambo ya roho, anayeabudu Mkristo na kunywa pombe anasema yuko kwenye kweli. Kwa sababu ameona kuna mstari unaosema kunywa nini? Pombe. Akashindwa kujua kwamba hii walipewa na Mungu muda gani. Unasikia? Kwa sababu Mungu ana vipindi, ana muda. Hakuumba dunia kwa siku moja na mbingu na nchi kwa siku moja, hapana. Alikuwa na wakati na vipindi. Unasikia? Kumbe kuna kipindi alipowaambia watu wanywe pombe, na kuna kipindi ambao hakuwaruhusu wanywe nini? Pombe. Kuna kipindi aliwaambia watu wao wake wengi, kuna muda ambao akawazuia sio wake ni huyo mmoja. Unanisikia? Kama kwenye Agano la Kale kwa Musa walikuwa na wakati wa kula mana, wakula nini? Mana, lakini ukaja wakati wa kula kware. Ilikuwa ni tofauti, vipindi tofauti. Huu wakati wa mana, huu wakati wa kware. Kwa hiyo shetani ametupika kabisa kutufunga kwenye imani. Kila mmoja atavuta kutetea imani ya dhehebu lake, imani ya msingi moja kwenye Biblia, sio kuangalia neno la Mungu kwa utimilifu. Mwingine angelazimisha siku tu fulani ndio takatifu kabisa. Unasikia? Kumbe hiyo siku haikupi ukamilifu na kukupeleka mbinguni. Na nielewa, ndio mvutano ulio. Mwingine akasema Biblia tulinaamini kwa wake wengi ni sawa. Kumbe hiyo ilikuwa ni wakati huo wa Agano la Kale ambao wengi wafanya nini? Wakatariki. Ila sio wakati wa Bwana Yesu. Unasikia? Sasa tatizo ni shetani ametugawa kwenye imani. Ametugawa kwenye dunia. Ungejijua hata mtaji wako naishia kiasi gani cha uwezo wa pesa yangu. Ungejua hata kama hata hii gari nilinunua kwa kiasi kadhaa, na ile nisumbua hivi. Ili ukimwambia mambo ya imani atasema nimekamilika, huko anakunywa pombe. Hata jijua udhaifu kwenye imani. Ile kwenye mambo ya atajua kabisa hata mke wangu bana waka ananisumbua yuko hivi. Unasikia kile? Ila sasa ukija tu kwenye mambo ya kimungu ya rohoni, kila mmoja anajihesabu yake yuko kwenye ukamilifu. Kwa hiyo kwa njia ile sio rahisi kufundishwa mambo ya kimungu yanavyopaswa. Nanielewa? Kwa sababu Yesu alipokuja sio kwamba hakukuta watu wanaabudu, alikuta watu wanaabudu. Wakati Musa anatumwa na Mungu, watu walikuwa wakiabudu mizimu. Unanisikia? Kuna wakati mwingine watu wanadai kwamba Sabato ilikuwepo tangia bustani ya Eden. Tena ndio mtihani kabisa kwamba Sabato ilikuwepo tangia bustani wani. Kwa tangia Eden ilikuwepo Sabato. Kwa sababu walisoma kwamba Mungu siku ya saba alifanya nini? Alipumzika. Sasa kama Sabato ilikuwepo wakati wa Eden, sawa. Ngoja sasa. Hii Sabato ya leo wanaoabudu leo Sabato, sawa? Siku nasikia si kwa sababu ni Biblia imeongea. Tunakuta kwamba Ibrahimu alimoa Sara, alikuwa dada yake. Alimoa Sara, alikuwa dada yake. Je, na wale wanaoa dada zao? Wa Sabato wale wanaoa dada zao? Umenipata pale? Unasikia? Ibrahimu alioa nani? Si alikuwa Msabato, si Sabato tangia bustani ya Eden ilikuwepo Sabato. Na hawa walikuwa ni wa Sabato wote. Sasa Ibrahimu alioa dada yake. Alioa dada yake. Je, na wale wanaoa dada zao? Ni hamna. Ni hamna. Umenipata pale? Kumbe hiyo walifanya vile wakati ule ilianzia kwa Adam. Adam watoto wake walikuwa wanaoana wao kwa wao. Maana haipo sehemu angeenda kuoa. Walikuwa wanaoana mtu na dada yake. Mtu na ndio ilikuwa ni vile mpaka kwa Ibrahimu.
Hata huyu tunakuta huyu Isaka alimwambia Yakobo arudi huko. Unasikia? Akawa kwa ndugu wa mama, unasikia sasa? Kwa mjomba. Ile ilipofika kwa Musa wakazuia kwa sababu lilikuwa agano lingine tena linaanza. Agano la bustani ya Edeni lilisha na gharika. Sasa ili agano lilikuwa inaanza jingine kwa Musa. La Adam lilianza na damu. Lilianza na nini? Mungu alipochinja yule mnyama. Na la Musa lilikuwa na damu vile vile. Walipoambiwa wapake kwenye nini? Kwenye miimo yao. Miimo ya marango. Sasa hili la Adam halikuwa na sheria 10, alikuwa na amri 10 hazikuwepo. Na wao sasa kusali walikuwa na sali siku yoyote anayoiona kwamba leo kwa hiyo Ibrahimu alikuwa na siku yake, kama Isaka siku yake, Yakobo siku yake. Ilipofika kwa Musa ndio wakaambiwa wahesabu itakapofika siku ya 7 wote pamoja wakasali, sio kila mmoja kwenye nyumba yake anakwenda kusali siku yake. Ndio maana ile. Unasikia? Unanisikia sasa? Ndio ikaanza sasa iwepo siku ya kufanya nini? Ya kusali. Sasa Biblia inasema kwamba Mungu alipoumba mbingu na nchi siku ya 7 alipumzika. Lakini Yesu kwenye injili ya Yohana anasema kwamba Baba yangu anafanya kazi mpaka sasa. Mungu hajapumzika kufanya kazi. Mungu hajapumzika kufanya nini? Kufanya kazi. Mpaka sasa anafanya kazi. Anafanya kazi. Yeye sio mwanadamu wa kupumzika. Lile agano la mbingu na nchi lilikuwa ndio amemaliza wakati ule uumbaji akaacha. Ile ikaja sasa kazi ya kumhudumia mwanadamu kila siku aliyemuumba. Nasikia kazi ya kumhudumia mwanadamu aliyefanya kwa leo kanisa ni kwamba lirudi kwenye utakatifu kumtafuta Mungu. Ile ya kwanza ni kutubu dhambi. Ni samehe. Kwa hiyo mtu siku zote atubu dhambi yake, atubu dhambi ya familia, atubu dhambi ya kanisa. Kwamba Mungu kanisa kwa sababu limeisha toka kwenye mpango wa Mungu miaka mingi. Wazungu walipokuja walileta dini ikiwa kanisa ndio limeanza kuporomoka. Limeanzia kwa Amerika, Ulaya, likaja na kwetu kuporomoka. Ila sasa mpango wa Mungu ni Yesu alirudisha kanisa kwenye msingi wake. Na kichwa sasa cha mataifa yote ndio itakuwa ni Tanzania. Kama agano la Mungu lilivyokuwa kwa Wayahudi, agano la Mungu lilikuwa kwa Wayahudi, unasikia? Lilipotoka kwa Ibrahimu, kwa Isaka, kwa Yakobo, lilipofika kwa Musa likawa agano la Israeli, Wayahudi. Walipomkataa Yesu leo agano linarudi Tanzania. Linarudi Tanzania. Kwa hiyo kama ilivyo kwa Israeli inatembea na Mungu, leo ndio Tanzania inatembea na Mungu. Kwa miujiza na nguvu, yani kwamba watu wamsikize Mungu anaongea ni jambo la rahisi. Ukiuliza wengi, Mungu ni nani yako? Atasema ni baba yangu. Kweli una uhakika ni baba? Ndio ni baba. Je, mzazi waga naongea na mtoto wake? Atakwambia ndio. Kama Mungu ni baba yako, mwawe kuisikia sauti yake, anabaki anashangaa. Anabaki anafanyaje? Anasema kwenye mahubiri ya jana, ndio kwenye mahubiri sawa. Na zamani Biblia haikuwepo lakini bado Mungu aliongea. Biblia mnanisikia? Tangia agano la kale mpaka jipya ni Mungu aliongea. Lakini maandiko yalikuwepo. Unasikia? Maandiko yalikuwepo, Mungu aliongea. Ila sasa kwa sababu hii elimu mtu hana. Yanajua tu inaishia kwenye Biblia. Inaishia kwenye nini? Hata wakati anamtokea Sauli, maandiko yalikuwepo. Maandiko yalikuwepo. Alikuwa anawatokea, maandiko yapo. Kwa hiyo Mungu waka naongea mpaka leo. Unasikia? Mungu waka naongea maandiko. Kwa sababu Biblia inasema Yesu Kristo ni yeye yule. Kwa hiyo kutenda kwake ni pamoja na kuongea. Sio hatendi bila kuongea. Ila kanisa lirudi kwenye mpango wa nani? Wa Mungu, kwenye msingi wa Kristo. Mungu sio wa dhehebu. Mungu sio wa dini. Leo watu wameenda kwenye kutafuta mibadala kwa kupungukiwa na kujua ukuu wa Mungu na Mungu anataka nini kwao. Ila Mungu hana usaidizi wa chumvi wala mafuta wala sabuni. Chumvi iko kwenye Biblia. Yeye wakati Yesu anahubiri alitoa mifano ya kwamba chumvi inavyokoleza ili kitu kisicho na ladha kilike. Na sasa na mtu kwamba anayesimama mtakatifu na Kristo Yesu asimame na awe kama chumvi kwa watu wa duniani atakavyopokea. Unasikia? Na kuwasaidia ili wabadilike sasa wawe kama chakula kinacholika, yani kwa Yesu wawe. Unanisikia? Yeye alikuwa anatoa. Leo wengine sasa unabatiza mpaka kwa njia ya chumvi. Unasikia? Aliposema mtapokea moto, ina maana moto wa Roho Mtakatifu
Unasikia, sio moto wa mkaa wa gesi. Kuna wanaobatiza mpaka kwa moto wa nini, wa mkaa. Unasikia kwa sababu imeandikwa moto. Kumbe Mungu ni moto. Mungu Roho Mtakatifu anaposhuka kwenye moyo wa mtu, anasikia moto unawaka mwilini. Anasikia ndani yake moto unafanyaje? Ndio anakuwa na nguvu ya kubina na ya miujiza. Leo mtu unanisikia sasa? Kweli ni mambo ya Mungu kweli yalikuwa ya mifano na ya mafumbo. Ila hasa yamekosa walimu wa kuyafundisha. Uponyaji halisi upo. Nguvu ya Mungu halisi ipo. Miujiza ipo, ila sasa ni nani? Kwa sababu sisi wenyewe tumepungua kwa Mungu. Tumepungua kwa nani? Mungu hajapungua. Kama yule mzee mganga wa kienyeji aliyesema Mungu ameshazeeka amestaafu ili amsaidie kazi. Unasikia? Biblia inasema ni yeye yule anayezeeka ni mwanadamu. Na unaozeeka ni mwili, sio roho. Unasikia? Anayezeeka ni mwanadamu, ni mwili, sio nini? Sio roho. Unanisikia? Kwa sababu mwili wao unazeeka unashindwa kufanya kazi, ila sio roho. Unanisikia sasa? Kwa hivi watu sasa Mungu analiagiza kanisa litubu ili tumgeukie, tuombe Mungu tusamehe, utusamehe. Sasa tunaanza kuitafuta kitu fulani hakipo uturudishie. Kwa mfano huduma. Leo sisi tunajua tu labda ni huduma 5. Tena kwa bahati mbaya kabisa mitume na manabii. Kweli wako wanawasema vibaya mno. Ila kibiblia wapo. Kibiblia tofauti tu wao wanajiona kama ni dhehebu. Dhehebu la mitume ndio halipo. Unasikia, ila huduma ya kitume ipo. Hii huduma ya kitume tofauti ni umishonari. Ila kwa mishonari walikuja tofauti kidogo. Mara ya kwanza walikuwa na kwa sababu utume ndio mishonari kupeleka injili sehemu ambayo ni ngeni. Sasa walifanya vile, baada walipona makanisa yamekuwa mengi, ukabaki umishonari wa wazungu wa kujenga majengo, makanisa, hospitali, mashule. Hapana. Unaona? Ila hasa utume upo. Mnisikie, utume ni mtu anayetumwa kwenda nje ya eneo lake. Mungu akimtuma, huo ni utume. Unanisikia? Huo ni nini? Ni utume. Kumbe hajasema mzungu. Leo walipokuja kujitangaza mtume, sisi tukawaelewa vibaya kabisa, na wao kukosa tu mafundisho hasa. Kukosa tu nini? Mafundisho. Ile utume ni kitu halisi kibiblia. Kwa sababu kwa sasa ndio watajikuta Watanzania wengi wametumwa kwenda Ulaya, sehemu nyingi za Ulaya, kukaa huko na kuhubiri. Na ni kwa miujiza na ni kwa pesa Tanzania, kwa sababu Mungu alisema kwamba nilipokuwa kwenye maombi ya miaka 7 2002 mpaka 2009, siku 2556, masaa 7, yani maombi ya masaa 12. Ndipo Mungu akasema kuhusu Tanzania, akasema Afrika, akasema Kushi, kwamba jinsi atakavyoitumia. Kwamba wazungu wetu leo tunaenda wa Afrika, wa Tanzania kwa pesa, kwamba kuja kuinua Tanzania kiuchumi kuliko maelezo. Anakuja kuinua kiuchumi kuliko nini? Ila kwamba hapa tunapigwa, litatokea tatizo hapa. Kwamba ambayo haijawahi kutoka. Hii tu ilikuwa ni mawingu, mvua inakuja. Hii ilikuwa ni nini? Hiyo ndio ingi watamtafuta Mungu kwa machozi ya ajabu. Ndio Pentecost inarudi. Wengi watajaa nguvu ya Mungu kuliko nini? Maelezo. Unasikia? Ila sasa Mungu anaonekana kwa wanaomtafuta, haji nje ya neno lake. Anasema tafuteni mtafani, mtaona. Kwa hiyo wengi wataenda Arabuni. Hao Arabu mnaona dini zao, wengi watakuwa wacha Mungu. Wetu wataenda India, wataenda China. Unasikia? Wataenda wapi? China. Ni kwa Mungu wa kweli silowezekana. Mungu hana mipaka, sisi ndio tunamwekea mipaka. Kwa sababu tunaona sisi tuna mipaka na Mungu tunamwekea mipaka. Ila yeye hana nini? Hana mipaka. Ila watu wa kujidhabihu, kwamba wajidhabihu kumtafuta, kwa sababu Mungu anakuja, anaonekana wanaomtafuta. Dunia, watu wanaitafuta dunia, wanaipata. Mtu akitafuta sana pesa, anasipata pesa. Akitafuta sana elimu, namkuta yuko chuo kikuu, namkuta ana master mpaka degree 3, mpaka professor, kwa sababu ya kuitafuta elimu. Ya kuitafuta nini? Elimu. Mtu akitafuta nyadhifa za udiwani, kuna ubunge, kuna mpaka udiwani na kuendelea. Utakuta na hangaika na kampeni kwenye chama, hata kama atashindwa bado yumo, mwisho namkuta amefaulu. Ile kwa tafuta mambo ya Mungu ndio tunaona, tunakuwa unasikia. Alafu tunasahau kwamba tuna shetani ambaye kwa mwanadamu anamwonea wivu kwenda mbinguni. Kwa sababu siye ni roho, alikuwa huko anajua uzuri wa mbingu.
Unasikia? Shetani hajamuonea mwanadamu wivu kwenda China. Leo watu wanaenda China wengi tu, na wengine wameroea na huko na wamezamia nani wa Afrika. Unasikia? Maana anajua China itachoma moto. Anajua China ni dunia itachoma nini? Itachoma moto. Anajua bado kuna China, bado kuna matatizo, kuna vibaka, kuna warevi, kuna wezi. Si hivyo? Kuna wachawi. Anachomonea mtu ni kwenda mbinguni, sehemu nzuri ambako yeye alifukuzwa. Ndio maana ya ushindani mkubwa tulio nao. Ila mtu anasahau sasa hiyo. Unasikia? Anasahau hiyo. Kwa hiyo ili mtu kumbe ajue kwamba tuna ushindani mkubwa wa adui yetu ambaye hatutaki mema, anayetutenga na Mungu tusiende mbinguni. Ndio kulifanya kanisa lipoe na kujihesabia haki kwenye imani. Unasikia? Ni kila moja na imani yake. Kuna imani ya mtu binafsi, kuna imani ya dhehebu, kuna imani ya ukoo. Unasikia? Na Yesu ana imani yake kibiblia. Kumbe hasa tuache hizi imani nyingine zilizotuzunguka, tuende kwenye msingi wa imani ya Bwana Yesu. Kwamba ni Yesu ameamini nini, amesema ni nini. Tumtii kwenye neno lake. Unanielewa? Tukimtii neno, tutaona kwala kumbe kwenda na Yesu ni jambo jepesi, kwa sababu yeye amesema kwenye Injili ya Mathayo sura ya 11. Akasema jifunzeni kwangu. Tuchukue nira yake ni laini na mzigo wake ni nini? Ni mwepesi. Leo wengi anaona wokovu ni kitu kizito. Unaona? Anaona wokovu ni kitu kizito. Tena anaweza kusema wokovu ilikuwa ni wa zamani, imepitwa na wakati. Kumbe kwa kutokushindwa kutembea na Yesu anavyotaka. Tukitembea na Yesu tunaona kumbe wokovu ni mwepesi. Mambo ya kipagani ni mazito. Mtu anaambiwa akanyofue nani kiungo cha rubino awe tajiri, anakwenda kunyofoa. Je, walio tajirika zamani walinyofoa viungo vya rubino? Anaambiwa kabake katoto kasichana miaka 3 hata na mwili haujulikani huko wapi, kama atakuwa tajiri. Je, na walio tajirika zamani walipata mali kwa kufanya kazi ambayo ilikuwa ni jambo jepesi. Walijitahidi na kutafanya kazi, anavyosema tafuteni mtaona, wakaitafuta dunia wakapata. Sasa anapopewa masharti mazito ya kipepo ya kipagani anafaulu. Unasikia? Eti ya Mungu tu anaona ni mazito sana ya pepo. Kumbe ya Mungu ndio mepesi, ya shetani ndio mazito. Unasikia? Kwa sababu ya Mungu na yenyewe utumia njia zake, sheria yake, taratibu ya kumwambia Mungu uniwezeshe jambo fulani. Niwezeshe, unadai bila kukoma. Kwa mfano Biblia inasema kwamba msipoongoka kama vitoto vidogo, msipobadilika kama vitoto. Kwa mfano ukikuta sasa kwamba ile ushuhuda mfupi wa watoto. Mtoto mdogo akiomba kitu kwa mzazi, anaweza kuzira hata kula. Atalia mpaka mtamonea huruma mumununulie. Mama atakugalagaa kabisa. Tukimwambia unaibisha, yeye hajui kwamba anaibika kulia. Kwa mtoto mdogo, kwamba unaibika kulia, yeye hajui hilo. Kwamba sasa sisi ndio unaibika eti kumtafuta Mungu kwa nguvu. Unaibika, unanisikia? Kumbe aliposema vitoto vidogo alikuwa na maana kwamba hivi vitoto kwanza havisusi kwa mzazi wake, hata kama kikipewa adhabu hakisusi. Bado kitamfuata mzazi. Kikifinywa makucha kikilia, bado kitamfuata nani? Mzazi kuomba mahitaji. Unanisikia? Alafu kikianza kudai kitu, hakinyamazi mpaka kimepewa kile kitu. Ndio ile ya kusema ombeni bila kukoma. Unanisikia? Kwamba tuwe kama watoto ambao hawasusi. Hata kama limekuja, sisi mtu nikimpata jaribu kubwa zito anaona kwamba hakuna Mungu anisikia, anisaidia, anageuka. Lakini mtoto mdogo akipata tatizo bado anajua kwamba kuna mzazi anamfuata huyo huyo. Unasikia? Yeye ameugua hajapona, anajua huyo ndiye mzazi. Sisi mtu ameugua muda mrefu hajapona, unageuka na mambo ya Mungu. Unakataa na Mungu sio mponyaji. Kumbe bado ni mponyaji. Unanielewa? Kwa hiyo kumbe kwamba tuwe watoto kwenye nafsi zetu kwa ajili ya kumfuata Mungu. Ila kwenye akili zetu tuwe watu wazima kama Biblia inavyosema. Amani ya Bwana Yesu iwe pamoja nanyi. Kwa hiyo Yesu Kristo anarudi kulichukua kanisa. Amina. Na kanisa sasa liishi kwenye maisha matakatifu. Waambie Mungu inakuja hili la watu kutokutahiriwa vinywa. Leo pepo wa uongo na kusengenya imejaa kanisani. Kwa sababu hatujatahiriwa vinywa vyetu. Kwa hiyo Mungu anaweza kumwambia Mungu niponye kama ulivyo uponyaji wa mwili. Niponye na kinywa changu kuongea. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mtu mtakatifu maneno yake yawe machache, kama ni ndio ndio, sio sio. Leo watakatifu wengi wanadanganya kweli kweli.
Unanisikia? Takasa. Tamaa ya macho, niponya tamaa ya macho. Bahati mbaya iliyolikumba kanisa ni kuona dunia inavyostawi na kuendelea. Sasa sikiliza, kama ilivyo elimu ya duniani, elimu ya nini ya duniani? Elimu ya duniani, alikuwa anajijua shuleni, darasani alikuwa wangapi? Alikuwa na uwezo gani, somo gani lilimshinda? Kuna mambo ya mwilini, unasikia? Kumbe na mambo ya mwilini hatulingani kimaisha kama ambavyo elimu hatulingani. Unasikia? Kumbe lingine angaliona ni la mtu fulani, inamhusu mtu fulani vile vitu. Ana magari na majumba, inamhusu Mungu ndio amemtunuku hayo. Akataka na yeye hiyo. Ndio ile pepo wa madeni. Ndio ile pepo wa nini? Leo shetani amejaza madeni kanisani ili wengi wasiende mbinguni kwa ajili ya mikopo. Paka unashindwa kusema Mungu alisema atambariki mtakatifu na mnasema utubariki tutakopesha. Mbona sisi tumekonywa madeni? Kwa sababu Biblia imesema msiwiwe kwenye Warumi. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kufanyaje? Kupendana. Na kwenye Agano la Kale inasema kwamba yeye akopaye ni mtumwa wake naye anayekopesha. Kwa hiyo kama uko mtu wa kwenda kukopa, ina maana umeufunga mlango wa baraka kwa Mungu. Kwa sababu shetani ndio atadai kwamba huyu ana madeni. Alafu itazaa uongo. Itazaa kitu gani? Uongo. Na uongo, waongo, Ufunuo inasema na waongo wote sema katika ziwa nini? Ni wakala moto. Kwa sababu atakapokuja mdani wako utamdanganya. Unanisikia? Ni shetani anakufungulia mlango wa kukopa ili anaufunga mlango wa kurudisha. Unasikia? Na ufunga mlango wa kufanya nini? Wa kurudisha. Ili tuasa mtu aende jehanamu, awe mbali na Mungu. Kwa hiyo kumbe Mungu tusamehe roho ya madeni. Kanisa liwajiwe Mungu tusamehe roho ya nini? Ya madeni. Ili mtu achukue uvumilivu. Uvumilivu ni kwenye tunda la roho. Nipe kuvumilia nisiwe na tamaa ya macho. Biblia inasema kwenye amri ya 10 usitamani. Mtu akiona kitu cha mtu kumbe sio chake, anatamani awe vile, kumbe hapana. Ila kushindana kwa ajili ya maendeleo yenyewe ni nzuri, kwamba waweza kuwa unafanya na wewe ufanye hivi uinuke kimaisha. Yenyewe ni halisi, ni kitu sahihi. Unasikia? Ila sio kwamba vitu vyote vinakufaa wewe. Hapo tumemaliza. Linakuja la fashion. Linakuja la nini? La fashion. Kwamba kwa shetani hili la maji na mafuta ndio kwamba tuliache kabisa, mliache imani za maji huko, mwambie watu msitume. Kama mlitumia maji na mafuta mtaenda wapi? Kuzimuni. Mtubu mrudi kwa sababu huyu Yesu hana usaidizi, anajitosheleza. Yeye ni jina lake. Unasikia? Mafuta kibiblia yapo kweli. Mafuta tulipoanza kuongea tukayaacha, kibiblia yamo. Ila waliopakwa ni makuhani, wafalme na manabii, yakiwakilisha ujio wa Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu yupo. Hatuna haja na mafuta. Maana Roho Mtakatifu yupo. Unanisikia? Kwa sababu shetani anapoleta jaribu, anaigiza mambo ya kimungu. Anaigiza mambo ya kini? Ya kimungu. Ukiambiwa hivi, kwa nini watu wanatoa kafara za watu? Ili atajiri kama inuke kwa mambo ya kipepo. Kwa sababu ipo kwenye Biblia. Shetani waka anaitumia sana, utashangaa. Anaitumia kwamba Ibrahimu alimtoa nani? Mtoto wake. Na usipotoa utatajirika. Unaona, unanisikia? Ila kumbe Ibrahimu, Mungu alikuwa na mpango tofauti na wao wanavyotenda. Kwa pagani wengine wanatoa kafara za wanyama. Kafara za nini? Za wanyama. Kwenye Biblia imo. Kuanzia Agano la Kale, si Mungu alichinja mnyama Adamu alipokosea. Paka na Waamuzi walitoa kafara za wanyama. Paka makuhani walitoa kafara za wanyama hekaluni. Unashika na wakana ikiza, alafu baadaye anapindisha. Unafanyaje? Ili kusudi tusione mbingu. Ila ni Yesu anarudi. Na nguvu ya Mungu inakuja. Na miujiza kabisa kuliko inakwenda kurejeshwa. Kwa ajili ya udhibitisho, kwa sababu Mungu ni hivi. Yesu anapomtuma mtu anataka ampe ile nguvu ya kumshinda shetani. Sasa tuidai ile nguvu ya kumshinda nani? Shetani. Na ile akili ya kujua mema na mabaya iliyopotea kwenye bustani ya Edeni. Kwamba Mungu nijue mema ya kukufuata na mabaya shetani ya kuyakataa. Unanisikia? Maana hiyo ndio alinyang'anywa nani kwenye Edeni. Wakati nani shetani alimwambia yule Eva. Alimwambia ile nini? Kwamba mtajua mema na nini? Na mabaya.
Unasikia? Wakati ule sasa mabaya si hayakuwepo. Kukosea ndio wakajua mabaya, mema wakayaacha. Na ile aliyotumia shetani kwa bustani ya Eden kwamba hamtakufa mpaka na leo. Mwanadamu aliambiwa kwamba hayo matunda ukila utafanya nini? Utakufa. Ukila utafanyaje? Utakufa. Shetani akamwambia hutakufa, akaja kulibadilisha neno la Mungu. Ndio leo alivyolibadilisha tu mpaka tunavuja kwamba Yesu alitumia mvinyo, ndio hivyo hivyo. Alitengeneza mvinyo, ndio hivyo hivyo. Hatukatai kwamba Yesu alitengeneza mvinyo. Yesu alipozaliwa lilikuwa ni agano la kale. Lilikuwa ni agano la kale. Walikuwa wameruhusiwa kunywa pombe na makuhani waliruhusiwa kunywa pombe, ila tu wasiende kanisani wakiwa wamelewa. Unaona? Kwa hiyo Yesu alizaliwa agano la kale. Yohana Mbatizaji ilikuwa ni agano la kale. Ila habari zake zikaandikwa kwenye agano jipya. Zikaandikwa kwenye agano jipya. Kwa sababu agano la jipya lilikuwa bado. Agano jipya ni alipokufa msalabani na kufufuka, ile damu ya utakaso. Unasikia? Kumbe agano la kale, agano jipya lenyewe lilianzia kwenye kufa na kufufuka. Lakini kuzaliwa na habari za Yohana Mbatizaji ni agano la kale. Ni agano jipya, ni agano la kale. Ila mambo yake yakaandikwa kwenye agano jipya. Kama mtu atunge kitabu cha Rais Nyerere leo ambaye amekufa zamani. Unanisikia? Ndio hivyo. Kwa sababu wana wa Mungu ni hivi. Nguvu ya Mungu ya kumfungua mwanadamu ni hakika. Kwa sababu ni Yesu Kristo, yeye yule. Nguvu ya kushinda sasa leo kanisa lihubiri watu kuacha dhambi. Kwamba kuacha dhambi haipo kwenye nguvu yetu. Maana hakuna mtu aliyeshinda nini? Dhambi tangia bustani ya Eden. Kumbe tunamwambia Yesu aliyeshinda dhambi. Mungu, mtu mwezesha Yesu anishindie dhambi, kwa sababu Yesu alijaribiwa kama sisi katika mambo ya tabia kutenda dhambi kwenye Waebrania. Nipe. Hii ndio watu hawajui kabisa kuomba. Hawa wanaosema walokole ama wateule hawajui kuliomba hilo. Inakuwa wokovu wa siku 2 baadaye anaanguka. Kumbe ukimaliza kujitakasa la pili unamwambia Mungu, maisha yangu yote nipe uwezo wa kushinda nini? Dhambi. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho ni hivi. Wakati mapepo hakuna mtu, si ni roho, haionekani. Japokuwa kuna watu wana uhusiano na mapepo na mashetani ambao wanayaona, lakini wachache, wengi ni huaga hayaonekani. Sawa. Yanapojiandaa kwenye ulimwengu wa anga kumwangusha mteule, watu yaoni na hatujui ni lini. Kwa hiyo Biblia inaposema wekeni ulinzi, muyaimarishe malindo, kumbe ni kumwambia Mungu ya kwanza akulinde na dhambi. Nipe uwezo wa kushinda dhambi, nilinde na dhambi maisha yangu yote. Ndio naanza dhambi ya kwanza nilinde na kiburi. Maana shetani mbinguni hakuzini wala hakuiba, alifanya kiburi. Akakataa maagizo ya Mungu. Unasikia? Akatamani. Ya pili ni pesa. Pesa ndio imeharibu dunia. Kiburi kimeharibu dunia. Unasikia? Mungu, maisha yangu yote nilinde na pesa. Unasikia? Pesa sio dhambi, ila mtu kupenda inamfanya mtu akaingia kwenye dhambi kwa ajili ya kuipenda. Ile nyo sio dhambi, na ni mpango wa Mungu, na Yesu alitumia pesa. Unasikia? Unanielewa? Nilinde kwa sababu pesa nyingi inakuwa sio halali. Mtu anaipata kwa njia isiyo halali. Ya tatu nilinde na uzinzi. Kwa sababu hatujui kwamba ajali ya dhambi itakupata ukiwa wapi na muda gani, na ukiwa na umri gani. Kwa hiyo sasa kwenye ofisi ya Mungu unapoyaomba hayo ndio inakuja ulinzi. Shetani akijiandaa kukuangusha dhambi na kukuta umelindwa na dhambi. Ukimwambia Mungu nilinde na magonjwa, kwa hiyo anakulinda na magonjwa. Nilinde na wajambazi, anakulinda na majambazi. Nilinde na wachana, anakulinda na wajambazi. Nilinde na wachana, ila ikija dhambi kwa sababu ulikuwa hujaomba ulinzi, unaanguka kirahisi. Na Biblia inasema wekeni ulinzi, muyaimarishe malindo. Inaposema wekeni, kumbuji weke ulinzi dhidi ya dhambi. Kwa sababu ukiwa na dhambi hutamwona Mungu. Kwa hiyo sisi tunaona hivi nitashindaje? Kumbe ni kitu rahisi kabisa. Anayeendesha gari, unasikia? Ukiwa na umri wa kuendesha gari, unasikia? Una license, kibali cha serikali kufanya uendeshe gari. Wao hawatumii nguvu. Hawatumii nini? Nguvu kuliendesha. Unafuata taratibu zilizopo kwenye gari. Si ni hivyo? Unafuata taratibu zilizopo, unakuta ni jepesi tu. Unakuta ni jepesi. Kama ni kuwasha taa indicator kushoto, kwamba ukibonyeza mahali pale zitawaka zenyewe. Zitawaka? Kama ni kulia, ukibonyeza pale zitawaka zenyewe. Kwa sababu ndio taratibu iliyowekwa pale.
Unasikia? Sasa sisi kuifuata taratibu Biblia inavyosema ndio tunashindwa kuelewa. Mungu, maisha yangu yote unilinde, unakazana nilinde na dhambi, kwa sababu mambo ya Mungu haya yatakuja kwako ikiwa mwenye dhambi. Unasikia? Na hiyo baraka unayoitaka haitakuja ikiwa mwenye dhambi. Unanisikia? Nilinde, tunamwambia asante Mungu, nilinde na dhambi. Kama mke wangu mlinde watoto. Leo utakuta wateule tunazaa watoto ndio tunawazalia duniani. Mpaka tunainama. Mungu, nilinde na dhambi. Sawa hapo. Ninakuja, Mungu, nisikukose nikayachombi, hata kama tatizo gani. Mungu, nisianguke dhambini. Unasikia? Biblia inasema makwazo hayana budi kuja. Injili ya Luka sura ya 17. Kwamba majaribu lazima yawepo. Unasikia? Lakini sasa yakija nakuta una ulinzi. Mungu, maisha yangu yote nilinde na magonjwa, unahangaika kabisa. Ni kweli unakuja, kwa sababu shida na asili ya magonjwa yote yanatoka kwa mapepo. Uchai wote unatoka kwa nani? Kwa mapepo. Wakija utakuta ile uliyoomba upo ulinzi. Upo nini? Ulinzi. Sasa linakuja lingine ambalo wengi wanalitaka ni baraka. Unasikia? Sikiliza. Kweli kuna watu waliofundisha sana mafanikio kuyakataa. Ni kukosea kweli. Na wanaofundisha kwamba Mungu wetu ni tajiri wakaisha sasa. Yenyewe ni hivi, usiishie sehemu moja. Kama shuleni ilivyo, hakuna somo la aina moja tu. Labda mtu amefika chuo kikuu kwamba ndio akasoma ile ya taaluma yake. Unasikia? Baraka na mafanikio kweli ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa nani? Ni mpango wa Mungu. Hii tukamalizie sasa hapo. Baraka na mafanikio ni mpango wa nani? Ni mpango wa Mungu. Kweli na yeye hataki mtu aishi kwenye udhiki sana. Ndio maana ya kutupa vitu, ya kutupa dhahabu, fedha, madini ya almasi, madini ya kila aina. Unanisikia? Ili mtu asiwe na uhitaji. Maana mtu aliumbwa siku ya mwisho ya 6 ili akute kila kitu kipo. Ila inakuja namna ya kuvipata vile vitu. Biblia inasema hivi, Yesu aliliacha kanisa kwenye msingi wa umoja. Kumbe mkitaka kuvipata vile vitu kirahisi, kupigana vita mtu mmoja huwezi kushinda, hata kama ukiwa komando. Huko ndako kwenda kupigana komando, kuna makomando wengine wenye utaalamu wako. Unalisikia? Utashindwa. Mchezaji wa mpira ukiwa mtaalamu gani kwa peke yako huwezi. Paka nao wanacheza wengi. Kama ni vita ni askari ni wengi. Unanisikia? Kama ni mwalimu wa shule, kama amesema na degree ngapi, hawezi kusimama kwenye shule peke yake. Unasikia? Paka nao ni wengi. Kumbe na mambo ya baraka mnapatana wote wengi. Kwamba tutakuwa na maombi ya kuomba. Mnapanga siku nyingi. Tuombe Mungu atuondolee pepo la umaskini. Mnabeba ule mzigo kwa wingi. Mungu bariki Tanzania, nchi nzima. Sio binafsi. Mashindano atakupiga kirahisi tu. Unanisikia? Mwisho utaingia kutafuta. Kumbe ni wote mnatangaza, jamani, tuiombe nchi yetu. Nchi ikiinuka ni wote mmeinuka. Sikiliza. Unakwenda kwenye safari, unaingia kwenye basi. Uko mpeke yako, mko wengi. Mko wengi, linawachukua wote pamoja kule mnakoelekea. Kwa hiyo Mungu inua uchumi Tanzania. Nimeomba miaka 7. Nikiombea Mungu Tanzania, nikiinua kanisa la mwili wa Kristo, sio dhehebu, na maendeleo. Unasikia? Paka na hizi nida. Unanielewa? Maana hizi nida kwa mataifa mengine zinatolewa kwa bei ya juu mno. Tanzania zinatolewa bure. Nimeomba mno miaka 7. Mungu, vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya kufanya. Niliomba vyeti vya kuzaliwa, nida. Ili watu wawe na utambulisho halali. Unasikia? Serikali imetoa kirahisi mabarabara shule mpaka vijijini na nini na nishati ya umeme. Leo tuna umeme mpaka vijijini. Kumbe ni mpango wa Mungu tusiishi kwenye giza. Ni mpango wa Mungu tuwe na maji safi. Unasikia? Mungu ametupa madini Tanzania ardhini. Sisi ndio tunaandika tu Mungu wetu watu angalia. Kumbe ni mnaidai, alafu Mungu ndio analeta wataalamu wa kuwezesha ile swala. Yenyewe kumbe ni ya kuomba wengi. Ya kuomba wengi, Mungu anainua uchumi kwa pamoja. Sasa nchi ikiinua kiuchumi, na maana maskini wanapotea kirahisi. Mmanipata pale? Unanisikia?
Sasa tunakuja kwenye somo la uponyaji. Somo la nini? La uponyaji. Sikiliza sasa, ambao nitakupiga chini sana ni hospitali. Ni nini? Kwamba hospitali sio mpango wa Mungu. Hospitali ni mpango wa Mungu. Unasikia? Hospitali ni mpango wa Mungu kwa mtu aliye dhaifu wa imani. Biblia inasema aliye dhaifu wa imani fanye nini? Mkaribisheni. Unanisikia? Kuugua kupo na mitume waliugua kwenye Biblia, wanafunzi wa Yesu waliugua. Wengine walinusurika na kufa lakini walipona. Kwa sababu Mungu anasema ndio atuponyaye. Ndio afanyaje? Atuponyaye. Kumbe na uponyaji ukiomba mtu mmoja mmoja ni mapepo mengi yanakuzingira kukuzuia usipokee uponyaji. Ila leo akiomba wengi, unasikia, ni mbingu itafunguka kirahisi. Unanielewa na kile? Unanisikia? Mbingu itafanya nini? Itafunguka. Kwamba kilio cha wengi. Leo analia tu moja hapa, Mungu niponye, haponi. Mwisho atakufa tena, asipoenda hospitali. Unakuta watu wasiende hospitalini waliookoka mpaka wakafa. Nimesika na mimi mpaka kwangu. Unasikia? Nimesika mpaka kwamba hospitali unasikia? Hasa kibiblia ni watu wenye nguvu ndogo ya kuamini. Ni watu wenye nguvu ndogo ya nini? Ya kuamini. Wenye nguvu kubwa ya Mungu, miujiza, uponyaji ndio chakula chao. Ila inaombwa na wengi. Mathalan tuko hapa Geita. Mungu shusha uponyaji. Sio mtu mgonjwa ndio muombe uponyaji, hapana, mtu waje ugua. Mungu wakombea leta uponyaji. Wa Bukoba leta nini? Shusha uponyaji. Wa Dodoma leta, yani Yanga lote iwe kwa Wakuria huko Tarime, Mungu shusha nini? Wako Kenya shusha nini? Ndio inakuwa rahisi kabisa. Nguvu ya Mungu ya uponyaji inashuka kwa hiyo mtu ameugua atapata bila dawa. Umenielewa? Ule ugonjwa wa mteule ambayo kwamba unasikia ilikuwa ni nguvu ya uzito wa kilo 50. Wa kilo 50. Yanaona kama ni nguvu ya kilo 5. Mwenye nguvu ya kubeba kilo 50 ukimpa kilo 5 anacheka kwamba umemsahau kubeba. Umenielewa? Anayebeba mzigo au makuli au na matingo kilo 80 mabegani, ukimpa kilo 7 anakuza. Hii ndio umeniitia. Umenielewa pale? Kwa sababu nguvu ya Mungu inakuwa kubwa, Mungu anafunguka, mtu anafunguka kirahisi. Kumbe yenyewe huka inataka Mungu ponya viwete, tuone viwete tunatembea mpaka huko, mtakuta tu unakosa kwa kiwete anatembea. Kwa sababu ni dai la wengi. Ni dai la nini? La wengi. Mnasikia ni dai la nini? La wengi. Ni dai la umenisikia pale? Sisi tunaweza tukosema Mungu kwa watu, ili hatuwezi tukajua kuwalinda waliookoka. Sawa. Wanaokoka wengi wanarudi nyuma. Wanaokoka wengi wanafanya nini? Wanarudi nyuma. Kumbe okoa sawa, ila kuwalinda. Kumbe Mungu hawaliokoka waimarisha, wapende neno la Mungu, watembee na wewe. Kwa sababu hatusimami kwa nguvu yetu kibiblia. Tunawezeshwa na Yesu anayesema ndio anatufanya kutembea na yeye. Sasa lile unalomomba ndio anajibu lile. Kwa hiyo mbingu wanatushangaa wanapotuona kwamba shetani anatupiga kirahisi na uwezo wa kumpiga tumepewa. Ni hivi, mbinguni hutaonyesha mtu gari, hutaonyesha nyumba ya orofa. Kwamba Mungu, asante duniani ulinipa nyumba ya orofa. Hayo hayako, ni ya duniani, ni riziki ya duniani, ni vitendea kazi. Kule utaonyesha watu ulio wasifanya kusimama. Na wengi ndio wanapigana uinjilisti. Uchungaji usemewi sana, hasa uinjilisti na labda ni heshima. Hii ndio wengi ya wachungaji leo wametafuta heshima, sio Yesu aheshimiwe. Ile kubwa heshima ya Mungu ya mtu kwa Mungu ya kwanza ni kuokoka. Ya pili awe muombaji. Maana mtu anapoomba Mungu, ukisema inua watumishi hawatainuka bila kuombewa. Miujiza haipo bila kuombewa, hata uchumi haupo bila kuombewa. Alafu utakuta nyingine kwamba kwa mfano watoto warokore wengi shule ndio wakufeli kabisa. Wanaenda vyuo vikuu ni wengi wa mataifa. Unasikia? Kwa sababu hatuiombi. Kwa sababu hatufanyi nini? Mungu watoto wetu warokore wawezeshe wa division 1. Wengi wa madaktari hospitalini,
wengi wafanya biashara wakubwa, lile mnaloomba wengi tuana wainu. Hii sasa rushwa ivunjike. Mkiwa na nguvu ya kwamba Mungu hatutaki ujambazi kwa wengi, ina maana magereza itakosa watu, haina wahalifu. Wengi wahalifu magerezani ni majambazi, vibaka. Unasikia? Mungu ondoa pepo la ujambazi hatutaki. Utakuta linaondoka mtu hajamwamini Yesu, anaona kwamba kwenda kuvunja nyumba ni vibaya. Anatafuta kazi nyingine. Unasikia? Kwa hiyo hata kesi mahakamani zinapungua. Mungu hatutaki uchawi kwa wengi. Yaani yule ni mzigo ni wa wengi. Unasikia? Yesu anataka atembee na mwanadamu, atende kazi na mwanadamu. Kwenye Biblia imo. Unanisikia? Kwa hiyo utangia Isaya Agano Jipya nasema tazama nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Simoni Mkirene alibeba msalaba wa nani? Hakubeba peke yake, walibeba pamoja, wakatembea pamoja. Ile anaenda kusulubiwa ni Yesu. Kumbe na sisi tunabeba ile neno lake pamoja na Yesu. Ile mwenye kulitimiliza kuokoa na kuwafungua ndio Yesu. Ni Yesu mwenyewe. Unaona ndio hilo la Simoni Mkirene. Sawa. Unaona kwamba si imo kwenye Biblia, kwenye Warumi inasema kwamba Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na nani? Na Kristo. Ndio hiyo. Kwamba tunabeba mambo yake tukiwa pamoja, tunamhusisha pamoja. Mungu fanye tembea na sisi Yesu. Tembea. Mungu Yesu atembea na sisi kwa jambo fulani. Atembea na sisi kwa jambo. Kuta wengi leo kanisani tena kama wachungaji, maaskofu, ingekuwa kwamba wanapelekwa magerezani Ukonga ama Butimba, ningesema Mungu hawa serikali wakamate walokora wa maaskofu wapeleke huko. Kwa sababu wako nje na neno la Mungu, ni wa kujihesabia haki. Leo sasa kwa walokole kisukari imekuwa ni jambo la kawaida, imekuwa ni chakula chao kwa wao. Huyu ana kisukari, amepewa masharti na daktari. Mungu ndio alivitakasa kwenye Injili ya Marko sura ya 7. Injili ya Mathayo sura ya 15, Yesu alivitakasa vyakula vyote. Anapewa masharti usile kitu fulani. Kumbe kipo kwa ajili ya afya yake. Unasikia? Unanielewa? Ndio wale walokole wenye pressure. Ndio walokole leo wenye saratani. Unasikia? Leo ndio walokole ndio wenye polio, mpaka unashindwa kujua maana ya wokovu. Hivi ni Yesu ni nini aliyokuja kuharibu kazi ya shetani? Hatuioni sasa. Unaona? Ndio wote akina mama ndio kujifungua kwa operation, imekuwa ni mstari wa operation. Imekuwa ni mstari wa nini? Kumbe operation ije kwa bahati mbaya kabisa. Kwa sababu ni hivi, wachawi na mapepo yao hayo mashetani wanakulaga damu. Ili wapate chakula cha damu wanampiga upofu daktari asione, anaandika operation. Unasikia? Wao wakapata nini? Damu. Kumbe ni hivi mpango wa Mungu. Binti hajaolewa, Mungu maisha yake asiharibu mimba, maisha yake huyu binti asiharibu nini? Unalikaza mambo ya Mungu. Takeni, sema takeni hata zile kalama. Inasema takeni kalama zilizokuu. Inataka mtu atake mambo makubwa ya kimungu. Sisi tunataka mambo makubwa ya kiduniani, ni wana fursa na ile pesa ni sio mambo ya kimungu. Kumbe inasema tuyatake kabisa hayo mambo ya kimungu. Mungu huyu binti umpe elimu chuo kasi anatoka dogo, umpe mpaka elimu ya chuo kikuu. Biblia imesema uwapite kwenye elimu yako. Wapite kwenye nini? Wazidi kwenye elimu. Na imesema mkamata sana nani? Elimu. Kumbe elimu ni haki ya mteule. Ila sisi ndio watu wanakoje, kwa sababu huko shuleni na vyoni kuna mawachawi wanaowanyang'anya akili. Wanaowanyang'anya nini? Akili. Unanisikia? Mungu sasa ukimwombea elimu, ni Mungu kweli anajibu, anampa elimu. Mungu huyu binti mwandalie aolewe na mume mcha Mungu. Kweli Mungu anamwandalia mume mcha Mungu. Unanisikia? Maisha yake yote asiharibu mimba ama asizae kwa operation. Asizae kwa nini? Kwa operation. Kweli unasikia? Hata zaa kwa operation wala hata haribu mimba. Sababu kuharibu mimba sio mpango wa Mungu. Unanisikia? Ukiomba Mungu nife kwenye uzee mwema, Biblia imo. Waibra walikuwa wanakufa kwenye uzee mwema. Kweli analijibu hilo ila tu sitende dhambi. Unasikia? La kwanza ndio dhambi. Ukiadai, sisi wengi wanakufa wadogo kwa sababu hatujui kuitafuta kanuni ya Mungu. Sikiliza, kuna lingine.
la mtu hasa wanazuoni, unasikia? Kule wanafunzi shuleni, hasa shule za bweni, wakianza kufika sekondari hizo, high school ama chuo kikuu, mitihani imekaribia, atakesha na jisomea. Umeme ukikatika anajifyonza na nungulika kwa sababu anajisomea hapa kumti. Ila kwenye kuomba pema hitaji na Mungu hawezi kukesha naomba. Biblia inasema kesheni mkifanya nini? Mkiomba. Umnaomba Mungu niponye macho ili uweze sasa kuombea mambo makubwa mazito ambayo mbingu itasikia ikushushie. Kwa hiyo Mungu, kanisa lako leo haliombi limelala usingizi, liponye kuomba. Liponye liweze kufanya nini? Kuomba. Sasa inakuja kwenye uelewa. Kuna mwanafunzi shuleni anaweza kufundishwa na mwalimu haelewi. Shetani anaiba uelewa. Anaiba nini? Na Yesu alipofundisha kwenye Injili ya Mathayo, wauliza wanafunzi wake, "Je, mmeelewa hayo yote?" Wakasema ndio. Akamwambia, kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa nini? Wa mbinguni. Afana mtu mwenye anatoa vitu vya kale na vipya, yani anatoa vile vya zamani anaingiza vitu vipya. Kwa hivyo Mungu, kanisa leo halielewi hata kama watahubiriwaje hawa, hata kama watashangilia, kumbe hawaelewi. Watashangilia ila watabaki pale pale. Unanisikia? Mungu, wape maaskofu kuelewa mpango wako. Wape maaskofu nguvu ya kutembea. Usitaje dhehebu wala askofu fulani, hapana. Kwa sababu kwa Mungu hakuna dhehebu, wote ni wake. Madhehebu ni ya duniani, ili tu wakujue serikali kwamba unaabudu Mungu kupitia dhehebu gani. Unasikia? Ila kwa Mungu wanaenda ni watakatifu. Wape wachungaji kuelewa mpango wako na neno lako atembe. Mungu wape kuelewa. Sasa atakaposoma Biblia anaelewa, atakapohubiriwa anaelewa. Kanisa lako wape kulielewa neno lako. Yaani shetani ametushika kwenye nini? Kwenye uelewa. Mtu asipoelewa shuleni, ina maana ni wakufeli tu kila mtihani. Na hawezi kuendelea sana kwa sababu sihaelewi. Kuna wakati vya zamani viboko bado vinatembea sana. Mwalimu alikuwa anapiga pamoja na vile mtoto haelewi. Sababu shetani ameshika nini? Uelewa. Kwenye elimu ya dunia na ya mbinguni ni hivyo hivyo ya kimungu. Anamshika leo mtu atahubiriwaje, hata upige na kinanda, haelewi. Habadiliki. Unanisikia? Kwa hiyo Mungu wape kuelewa. Neno lako inapofundishwa waelewe. Mungu, wachungaji watumishi wako watoka kwenye mpango wa kutembea na pesa. Leo na mwazo ya kutembea nini? Ni wa kukopa wa madeni huko maaskofu wanataka. Biblia inasema usinie makuu. Hasa kabisa mpango wa Mungu. Miradi ya biashara sio ya wachungaji wala maaskofu, na itawapeleka jehanamu. Hata kama watakasirika kule waliko. Hakuna mtu anayejua mbinguni ni wapi, na wala hakuna mtu anayejua duniani nani kuzimuni ni wapi. Anayejua mbinguni ni Yesu, ili amtoe malaika kumfuata mteule hapa. Miradi ni ya washirika. Nasikia? Leo miradi ndio wameingia wachungaji. Ni jehanamu. Mshirika afundishwe miradi, achume kwa wingi, alete kanisani ili kanisa lisiwe na uhitaji. Ili uko wachungaji wasiwe na nini? Ndio mpango wa Biblia. Sasa leo wachungaji wameacha huduma ya madhabahu wakaenda kwenye miradi ambako Mungu hakuwaitia hiyo. Unaona kosa lingine lilopo. Maaskofu wamekimbilia kwenye miradi. Ndio mwisho wakabidi waingie kwenye mipango ya kipepo. Unasikia? Lakini hiyo miradi ni ya mshirika. Mshirika ndio afundishwe miradi, akachume kwa wingi na iombe. Kwa mfano kama tatizo tulionalo sisi, tuja sasa kwa watu wa duniani ataenda kwa mganga wa kienyeji awezeshwe biashara, na ni kweli wanawezeshwa. Na hao watu wa duniani ni matajiri mno kwa mambo ya biashara, kwa sababu Mungu wao anaweza. Na Biblia inasema hivyo kwa Injili ya Luka sura ya 4 na Injili ya Mathayo sura ya 4. Shetani alimwambia Yesu, ukinisujudia nitakupa kwa sababu yako mikononi mwangu. Kumbe sasa ni hivi. Na kwa wateule watapatana kumomba Mungu kuhusu mafanikio, kuinuliwa. Wanaomba wengi kwa kufunga siku nyingi. Mungu, na wewe kanisa washiri, wainue wateule wako wanao wafanya biashara, wainue. Waponye kwa sababu wanalogana huko. Wafanya biashara kuta wanalogwa. Wanalogana. Unasikia? Mungu, ponya kazi ya kufanya biashara watakatifu. Usiponya uwape wateja fedha na dhahabu ni mali yako. Ziponya mnaomba wengi.
Kwa hiyo utakuta Mungu atawainua na wataleta kwa wingi kanisani. Unanisikia? Kama ni elimu watoto mnawaombea wengi, kwa wingi mnapatana kuomba. Sio maombi ya siku moja, alafu sio ya dakika ngapi kanisani. Leo tunaomba watoto wanakwenda kufanya mtihani, mmechelewa. Sababu shetani alishajipanga kuwafelisha. Ujue kabisa huyu mtoto anaanza shule, atafika la 7, atafika sekondari, ataingia high school, atakuwa chuo kikuu, mnayaombea huko nyuma. Unasikia? Wengine unakuta kwamba tunasafiri, niombeni kesho ninasafiri, umechelewa. Kesho hiyo unataka uombe na shetani alishajiandaa kukupa ajali. Kumbe mwambie kabla, Mungu, kwa safari zangu zote nisipate nini? Kwa sababu unajua utasafiri, kuna wakati utasafiri ambapo hujinupi, lakini itakuja kusafiri. Unanisikia? Kwa hiyo miradi, kumbe wachungaji wapo kweli wasikimbilie pesa tena. Hii pesa miradi ni ya washirika, ili Mungu awabariki washirika. Walete kwa wingi wapi? Kanisani. Ili wachungaji sasa watembe na neno la Mungu, miujiza itakuwa mikubwa kanisani. Na watu, kwa sababu ndio sasa wenye mzigo, hakumwombea mtu wafunguliwe. Ndio Mungu amewapa mzigo sana hao. Unanisikia? Sawa. Unanisikia? Ninakuja lingine baya kabisa. Kwa sababu Yesu aliliweka kanisa kwenye umoja, akasema muwe na umoja. Muwe na nini? Na umoja. Sasa shetani akaja kuondoa huu umoja. Umoja wa kiutendaji. Umoja wa kiutendaji, umoja wa kutembea pamoja, umoja wa inakuja sasa. Unasikia? Linakuja kwenye maombi. Mtu ataomba, Mungu inua kanisa lako, inua watu kiuchumi. Inua watu kiuchumi. Kibiblia walikaa pamoja, na kazi sasa ya kibiblia ya kuhani tulivyokosea vibaya kabisa leo ni mchungaji anakuwa na kituo kimoja peke yake. Kwenye elimu ya dunia ni shule moja, hayupo mwalimu mmoja, ni walimu wengi ili waimudu. Kituo cha afya ama hospitali hayupo mganga ama mtaalamu mmoja, wapo wengi ili wamudu ile kazi. Sawa kabisa. Kituo cha polisi hayupo mmoja, hicho sio kituo. Wapo wengi ili waimudu ile nini? Ile kazi. Sasa na ukuhani ni wengi, kibiblia unasimama kituo kimoja. Ni wengi unasimama kituo kimoja. Waagano la nani kwenye mitume ilikuwa ni kituo kimoja mpaka na kuwepo na askofu. Na huduma zote zinakuwepo, mitume wanakuwepo, manabii wanakuwepo. Sasa kwa sababu kila mmoja anashika kama elimu ya dunia, ukienda hospitalini, wa mapokezi ni mwingine, wa mapokezi ni mwingine. Ila ni ndio hospitali, utakako kwenda kulipa kwingine, atakaye kuandikia dawa mwingine, atakaye kupima mwingine, atakaye kutibu mwingine. Kama ni kukung'oa jino, sio aliye kuandikia, aliye kupokea. Unanisikia? Ile ndio hospitali. Na swipa tu mwingine wananiwa kufakia hapo. Wao ndio hospitali. Sasa sisi ni mchungaji anasema anayo mambo yote. Hauna mambo yote. Mwenye mambo yote ni Yesu, sio mwanadamu. Ndio tulivyomkosea Mungu pale. Biblia inasema kwamba tunajua kwa sehemu na tunafahamu kwa tunatenda kwa sababu tunaifahamu tunayoitumikia, kwa sababu na shuleni ni hivyo. Somo ulilosomea ndio utaenda kuitafutia ajira. Anayejua mambo yote ni Yesu. Kumbe na kwenye uchungaji mnakuwa wengi kwenye kituo kimoja. Kila mmoja sasa anakuwa na sehemu yake ya utumishi kwenye kile kituo. Unasikia, anakuwa na sehemu yake ya nini? Ya utumishi. Ndio nguvu ya Mungu inavyofanya kazi. Kama wachezaji wa mpira hachezi mmoja, wanacheza wengi, ndio inaitwa ni timu. Na wengine wapo malizevu huku. Unasikia? Unanielewa lakini? Sawa. Sasa ndio utakuta kwamba kwa wao wakienda, anakwenda kuhubiri injili, hana mabango, hana kwaya, na bendi haipo na nini, na mwimbaji mashuhuri hayupo, watu wanaokoka 5,000. Kwa sababu huku ni wengi. Unanisikia? Kwa hiyo wanaombea kitu ni wengi. Kwa hiyo hebu wao walihesabu tu umri wa miaka 20 mwanaume anayeweza kwenda vitani 5,000, na wanawake je na vijana jumla ni wangapi? Ni wengi mno. Sasa vipi pato la hao litamtosha? Ndio likiletwa sasa kanisani, ndio wanagawana mafungu. Imo hata kwenye Matendo ya Mitume. Huyu anapewa huyu. Unasikia? Leo mchungaji sasa anasema anaamua kuwamiliki kabisa, kama kuwamiliki kama ni mradi wako. Wewe ni mshirika wangu. Tena nakwambia usitoe mara fulani. Sasa likimpata tatizo hata ombewa na yule. Unasikia? Unani leo washirika kwa wachungaji wamekuwa ni miradi yao.
washirika kwamba wachungaji kwenda mbinguni, labda sijui, kwa sababu hayuko anayejua mbinguni. Si tumetoka kwenye mpango wa Mungu, turudi kwenye mpango wa nini? Wa Mungu. Vitu ni vya Mungu, anayevitoa na watu ni wa Mungu. Kwa hiyo kumbe Mungu anamwambia mtu apeleke wapi? Apeleke zile sadaka. Sadaka zimo kwenye Biblia 15. Zilizomo kwenye Biblia Agano la Kale na Agano Jipya. Sadaka 10 na ngapi? 15. Sasa kwenye sadaka 15, sadaka 6 zilitoka kwenye agano, zilitoka wakati agano la Yesu anaanza Agano Jipya. Alipokufa msalabani, ndio agano 6 zikatoka. Zikabaki 9. Ile hatia ya dhambi, Yesu alichukua dhambi yetu, walikuwa wanatoa kafara ya dhambi. Unasikia? Alifanyika dhambi kwa ajili yetu ya kuteketezwa, yeye ndio aliyeteketea kwa ajili yetu ya kusukwa. Tunapeleka kanisani kwa nini isukwa? Yaani sukwa chetu wakati wanasukumwa na kupigwa. Unanisikia? Unanisikia? Paka na ya Azazeli, mbuzi ya Azazeli. Unasikia? Kwamba sadaka 6 za hatia zilitoka, yeye alichukua hatia yetu, sadaka 6 zikatoka, zikabaki 9. Unasikia? Ile dhabihu ni ile tunayotoa kila Jumapili. Unasikia? Nikabaki pamoja na malimbuko, fungu la 10 likatoka. Kwenye fungu la 10 ndio wachungaji leo jehanamu ni kubwa mno. Inasema ni chakula cha makuhani na Walawi. Na ile fungu la 10 hasa isipelekwe benki. Leo eti mchungaji eti kwa sababu una kakundi tu hapo. Kundi la watu wachache eti ndio kiburi hivi. Hatujatumika wala hatujamjua Mungu. Ya kupelekwa benki ni michango na pesa nyingine, sio ile ya madhabahuni. Unasikia? Unanielewa? Fungu la 10 ni chakula cha makuhani na Walawi, yani Walawi wale wanaofanya kazi chini ya mchungaji ama wainjilisti wa mchungaji. Unanisikia? Fungu la 10 ni hivi. Limfikie kila anayefanya kazi ya injili popote alipo.